السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah ta'ala ibn Aziz anasema Hadhrat Jabir bin Abdullah alikuwa sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na alikuwa mtoto wa Hadhrat Abdullah bin Amr bin Haram. Abdullah bin Umar bin Haram ni sahaba yule wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuhusu yeye Ijumaa kadhaa iliyopita nilieleza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kuuawa kwake alisema, Mwenyezi Mungu alimuuliza Bwana Abdallah kwamba matamanio yako ni nini, niambie ili nitimize matamanio yako. Yeye akasema, Mola wangu, mimi nina matamanio kwamba nipate uhai tena na nitumwe tena duniani, kisha tena na niuawe katika njia yako. Mwenyezi Mungu alisema, hii ni kinyume na sunna yangu, hii haiwezi kutokea, siwezi kukutuma tena duniani, kwa sababu wale wanakufa wao hawarudishwi tena duniani. Zaidi ya hii niambie unataka nini? Kwa kupitia tukio hili linajulikana jinsi ya kujitolea kwako na jinsi Mwenyezi Mungu alimtendea Hazrat Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Jabir bin Abdullah alikuwa mtoto wa Hazrat Abdullah, na katika utoto wake wakati wa Bait Ukbasani alisilimu. Katika tukio la Hazrat Abdullah bin Umar bin Haram nilieleza, alimwambia mtoto wake kwamba ulipe mkopo wangu, mimi nimechukua mkopo kutoka kwa mtu fulani baada ya kuuawa kwangu, tafadhali uuze matunda ya bustani yangu na ulipe mkopo. Yeye sawa na wasia ya baba yake alilipa mkopo, na zaidi ya hayo wakati ule ilikuwa desturi dhidi ya bustani na matunda, watu walikuwa wakikopesha, walikuwa wakichukua mkopo. Hadhrat Jabir pia kwa ajili ya kutimiza mahitaji ya maisha yake alikuwa akichukua mkopo. Habari yake inapatikana katika riwaya moja namna gani yeye wakati wa kulipa mkopo alimwambia Myahudi kwamba nimepata matunda kidogo, huenda matunda ni kidogo na huenda mimi sitaweza kulipa mkopo,
yote, labda unipatie nafasi kidogo na uchuke kidogo mkopo, baadaye nitalipa yote. Lakini yule myahudi alikuwa si tayari kumpa ruhusa na nafasi. Jabir bin Abdullah katika hali alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam, au Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata taarifa ya tukio hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule myahudi kwamba apunguze au ampatie nafasi, lakini yahudi hakukubali. Kisha namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya hali hii alimsaidia yule sahaba wake ili aweze kulipa mkopo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya dua, na namna gani Mwenyezi Mungu alileta fadhila zake. Kuhusu hii inaelezwa, habari yake inapatikana katika hadithi. Hazur anasema hapa nieleze kitu hiki pia. Wapo wengine ambao wanasema Hazrat Abdullah bin Umar, baba wa Hazrat Jabir, tukio hili lilitokea sawa na nasaha ya baba yake. Alilipa mkopo wa baba yake, lakini mwaka ule matunda yalipatikana kidogo na ilikuwa si rahisi kulipa mkopo wote. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa yake, na riwaya inayopatikana katika Bukhari inaonekana kwamba tukio hili lilitokea baadaye, ilikuwa si mkopo wa baba wa Hadhrat Jabir bin Abdullah. Kwa yoyote Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwatendea maswahaba zake vipi na namna gani alikuwa akiwaombea maswahaba zake, na muujiza ya maombi yake yanapokelewa hata kama ni tukio kuhusu baba yake au kuhusu Jabir. Hadhrat Jabir bin Abdullah radhiallahu ta'ala anhu anasimulia, katika Madina alikuwa myahudi mmoja ambaye alikuwa akinikopesha mpaka nipate matunda ya bustani yangu, na shamba langu lilikuwa katika njia ya kisiwa cha Roma. Lakini mwaka ule matunda yalipatikana kidogo, na matunda hata hayakuiva vizuri. Yule myahudi sawa na kawaida yake akaja kwangu kuchukua mkopo wake, lakini wakati ule nilikuwa sikupata matunda ya bustani. Nikamuomba yeye anipatie nafasi ya mwaka mmoja, lakini yeye akakataa, hakutaka kunipatia nafasi. Nia yake ilikuwa hii kwamba labda huyu atanikabidhi bustani yake nzima ikiwa hawezi kulipa mkopo. Habari ya tukio hili ilimfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sasa akawaambia maswahaba zake kwamba tuende tumuombe myahudi ampatie nafasi ya Jabir. Mtume sasa pamoja na maswahaba zake kadhaa, anasema akaja katika bustani yangu na akazungumza na yule myahudi, lakini yule myahudi akasema, ewe Abul Qasim, mimi sitampatia nafasi. Yani yeye akamhutubia Mtume sasa kwamba mimi sitampatia nafasi Jabir. Kwa kuona mwenendo huu wa myahudi, Mtume sallam akazuru bustani ya Hadhrat Jabir, na kisha tena Mtume sallam akazungumza na yule myahudi, lakini tena akakataa. Anasema katika hali hii, wakati Mtume sallam alipokuwa pale, nikaleta tende kadhaa, matunda ya tende kadhaa. Mtume sallam akala, kisha akasema, Jabir, umeweka wapi nafasi ya kupumzika katika bustani yako? Nikamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni sehemu fulani. Mtume sallallahu akasema, ukalishe mkeka nipumzike kidogo. Nikafuata nasaha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu akalala pale, kisha akaamka. Baada ya kupumzika kidogo akaamka. Mimi nikaleta tena tende kadhaa. Mtume sallallahu akala kidogo, tena akasimama na akazungumza na yule myahudi, lakini yule myahudi hakukubali. Mtume sallallahu tena akazuru bustani yangu na akasema,
ewe jabar uanze kuvuna matunda na uanze kulipa mkopo wa huyu myahudi. Nikaanza kuvuna matunda ya tende. Wakati nilipokuwa navuna, mtume sasa aliendelea kusimama, anasema mimi nikavuna matunda yote na nikalipa mkopo wa huyo myahudi, lakini tende kadhaa ilibaki. Nikambashiria mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa kumpelekea taarifa hii kwamba nimelipa mkopo. Mtume sasa akasema mimi nashuhudia, mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Yani tukio hili lililotokea limetokea kwa sababu ya hii kwamba Mungu anapokea maombi yangu na anatia baraka katika kazi zangu. Hazur anasema kwamba ikiwa katika tukio hili kuna habari ya upole wa mtume sallallahu alaihi wa sallam na vile vile jinsi ya kupokelewa kwa maombi yake, habari yake imeelezwa. Hivyo ndivyo kitu kingine kinachopatikana ni kwamba maswahaba walikuwa wakikosa utulivu ikiwa walikuwa wanadaiwa mkopo. Hii ndiyo ni hali, ni sifa inayotakiwa waaminio wawe nayo. Hazuru anasema baadhi wakati katika jamii yetu inaonekana kwamba wapo wanajumuiya wengine hawajali kuhusu hii na kuhusu kulipa mkopo, wanajaribu kupata hila mbalimbali na kwa miaka na miaka hawalipi mkopo. Hazuru anasema tunatakiwa tukumbuke maneno haya ya Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba baada ya kufanya bayati yangu mnalazimika kufuata mifano ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ndipo mnaweza kutengeneza jamii nzuri ambayo itakayopatikana baada ya kuja kwa Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam. Kuhusu umuhimu wa kulipa mkopo, riwaya moja inapatikana iliyoelezwa na Hadrat Jabir, lakini kabla hii nieleze tukio moja kwamba katika riwaya kadhaa inapatikana kwamba wakati ilipojulikana mkopo umeshalipwa, Hadrat Umar pia akaja pale. Mtume sasa akamwambia Hadrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu kwamba umuulize bana Jabir tukio gani limetokea hapa. Hadrat Umar akasema mimi sina haja kujua, wakati ulipozuru bustani ile nilikuwa na uhakika kwamba sasa lazima mkopo utalipwa, na wakati ulipotembelea tena mara ya pili bustani hii nikawa na yakini kamili kwamba sasa lazima mkopo utalipwa bila wasiwasi. Hazur anasema kama niliyosema kuhusu umuhimu wa kulipa mkopo, kuna riwaya moja iliyosimuliwa na Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Sahaba moja alichukua dinari 2 mkopo, lakini yeye akafariki, akaaga dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataa kuongoza swala ya jeneza yake. Sahaba mwingine akachukua dhamana ya huyu sahaba marehemu kwamba atalipa mkopo. Kwa dhamana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliongoza swala ya jeneza. Kisha kesho yake Mtume sallallahu alimuuliza yule aliyechukua dhamana ya kulipa mkopo kwamba ulichukua dhamana ya mkopo, je, umeshalipa au bado hujalipa? Basi huu ndio ni muhimu wa kulipa mkopo, na mtu anatakiwa awe na fikira kwamba alipe mkopo wake haraka. Lakini kutoka kwa Hadhrat Jabir kuna riwaya nyingine pia imesimuliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ikiwa muaminiwa anaacha mali, basi mali ile inakuwa kwa ajili ya familia yake. Lakini ikiwa mtu anaacha mkopo na anakuwa na mali na kutoka katika mali mkopo hauwezi kulipwa, au mtu anaacha watoto ambao hawana mali, basi mkopo wake utalipwa na watoto wake watasaidiwa. Yani serikali italipa mkopo wake na wasimamizi wa nidhamu watalipa mkopo wake na wataangalia mahitaji ya watoto wake pia.
kuhusu hii islam imetukumbusha sana. ndio maana mtume sasa amesema ni jukumu la serikali kwamba ilipe mkopo. inaonekana kwamba kuna riwaya hizi mbili tofauti. upande mmoja mtume sema alikataa kuongoza swala ya jeneza yule mtu ambaye alichukua mkopo dinari 2, na upande mwingine alisema kwamba yule ambaye anadaiwa mkopo ni jukumu letu sisi tutalipa au ni jukumu la serikali. hii inaonekana kwamba matukio haya yalitokea wakati mbili tofauti. kwanza mtume sema aliwafundisha wale ambao wanachukua mkopo bila kuwa na sababu yoyote kwamba wao walipe mkopo, na jamaa zake wanatakiwa walipe mkopo ikiwa yeye hakuweza kulipa. na upande mwingine mtume sallam amekumbusha serikali ya Islam kwamba kuangalia mayatima na kuwasaidia mayatima ni jukumu la serikali, na ikiwa watoto wake hawawezi kulipa mkopo wa marehemu basi hili ni jukumu la serikali. sasa hii ndiyo ni mafunzo kwa ajili ya serikali ya Islam iliyotolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba namna gani sisi tunatakiwa tujali kuhusu wananchi wenzetu. lakini kwa bahati mbaya haki hazitimizwi katika nchi za Waislamu. mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi gani alikuwa akimpenda Hazrat Jabir, tukio lake linapatikana katika riwaya nyingine. sahaba moja anasema nilimjia Hazrat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu na nikamwambia, ikiwa umepata nasaha kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam nielezee. Hazrat Jabir bin Abdullah akasema nilikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari moja. Sijui ilikuwa safari ya umra au ilikuwa safari ya vita, lakini wakati tuliporudi upande wa Madina mtume sallallahu alaihi wasallam akasema yule ambaye anataka kutangulia mbele ili akutane na familia aende mbele. Hazrat Jabir anasema kwa kusikia tangazo hili sisi tukaenda haraka tukatangulia. mimi nilikuwa juu ya ngamia na watu wengine walikuwa nyuma yangu. nilikuwa naenda mbele lakini ngamia yangu akakataa kutembea, hata mimi nikihimiza lakini yeye alikuwa hatembei. mtume sallallahu alipoona hali hii akasema, Jabir, ukae vizuri juu ya ngamia. kwa kusema hii mtume sallallahu alaihi wasallam akampiga kidogo yule ngamia na ngamia akaanza kutembea kwa haraka na akaanza kutembea kwa kasi. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, je, unaniuzia ngamia yako? Nikasema ndio huzur, mimi niko tayari kuuza ngamia. tulipofika Madina mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia msikitini pamoja na maswahaba zake. mimi pia nilikuwa pamoja nao na mimi nikafunga ngamia huko nje na nikamwambia mtume sallallahu huyu ni ngamia yako. mtume sallallahu akatoka nje na akasema huyu ni ngamia yako. vile mtume sallallahu akatuma vipande vya dhahabu na akasema umpatie huyu dhahabu Jabir. na mtume sallallahu akasema, je, umeshapokea thamani ya ngamia? Nikasema ndio. na mtume sallallahu akasema, kwa maana ngamia ni yako na hii fedha dhahabu nilikutumia pia ni yako. mtume sallallahu alaihi wasallam akamrudishia ngamia yake na vile vile akamlipa thamani ya ngamia. katika riwaya nyingine inapatikana kwamba Hazrat Jabir alikuwa akitumia ngamia ile kwa ajili ya kuchota maji, na jamaa wa Jabir pia walikuwa wakitumia ngamia, na wao wakaleta malalamiko kwamba kwa nini umeuza ngamia, namna gani tutachota maji. lakini kwa yoyote ilikuwa upendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya maswahaba zake, hususan wale maswahaba ambao waliojitolea. na hivi mtume sasa alikuwa akiwatendea maswahaba
watoto wa maswahaba waliojitolea. Mwenyezi Mungu apandishe madaraja ya maswahaba wote. Hazur anasema mimi naendelea kueleza matukio mbalimbali. Mwenyezi Mungu atujalie sisi pia tuweze kufuata nyayo za hawa maswahaba. Hazur anasema baada ya hutuba hii mfupi nataka kueleza kuhusu marehemu wawili. Ya kwanza ni bwana Bilal Adlawi saheb wa Syria. Majuzi katika ajali ya gari alipata majeraha tarehe 17 ya Machi 2018 kwa kupata mshtuko wa moyo akafariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bana Bilal saheb alizaliwa 1978. Marehemu alipokuwa mtoto wa kijana wa miaka 17, ndugu yake akampatia kazi katika kampuni ya jumuiya kule, mwanajumuiya kule. Akajua kuhusu jumuiya na akajiunga na jumuiya. Dr. Sahib anasema tangu 2010 katika Syria tulikuwa tukiswali swala katika nyumba za wanajumuiya. Mwaka huu tuliporudi kutoka Qadian nikaanza kusali sala pamoja na wale watu ambao walikuwa wakisali swala katika nyumba ya Bwana Bilal. Yeye kwa sababu alijiunga na jumuiya kwa mahubiri yangu, yeye akanikaribisha kwa moyo sana. Yeye alikuwa na sifa ya kutupatia karamu, lakini yeye alikuwa akinishukuru kwamba kwa kupitia mahubiri yako mimi nimejua kuhusu jumuiya na nimejiunga na jamaat. Kwa hiyo alikuwa akinikaribisha kwa moyo. Sadr sahib wa jamaat anasema kuhusu marehemu kwamba Bilal sahib alikuwa na duka la vifaa vya michezo na alikuwa akiwasaidia ndugu zake. Alikuwa mwenye ghara sana. Alikuwa hakubali amuone mwanajumuiya ambaye hana mawazi ya kuwa. Ikiwa mtu mwanajumuiya yote alikuwa na usumbufu, alikuwa akimsaidia, alikuwa akitimiza mahitaji yake. Alikuwa akiwajali sana kuhusu watoto wake, aliwapeleka shuleni. Anasema siku mbili kabla ya kufariki kwa marehemu tulikuwa tunaswali swala nyumbani kwake. Secretary Mal akaniambia kwamba ametoa michango ya wasia tariki dina wa kwezina, michango yote ameshatoa. Hata alinunua shamba na ile pia alitoa mchango wake. Alikuwa akiweka hesabu vizuri ya michango yake yote, na alikuwa mtu wa kutoa huduma sana, na alikuwa akizingatia sala zote, na alikuwa akipenda sana uhalifa, na alikuwa akisikiliza hutuba zangu bila kukosa. Hata mwenyekiti wa jamaat anasema nilipokuwa nikisoma muhtasari wa hutuba Ijumaa ijayo, kwa kusikia ile muhtasari alikuwa akiilia na alikuwa akisema naona halifa mtukufu ananiongea mimi moja kwa moja katika hutuba hii. Ameacha mtoto mmoja, umri wake ni miaka 11, na binti moja ambaye umri wake ni miaka 12. Ndugu yake moja, kaka yake ni mwanajumuiya, anaishi katika Germany, lakini ndugu wawili na dada yake moja si wanajumuiya na wao ni wapinzani. Wakati wa jeneza yake Mwenyezi Mungu alifanya mpango maalum kwamba kaka yake ndugu yake moja akasema mnaweza kuswali jeneza yake katika misikiti wetu. Anasema kwa fadhila za Mwenyezi Mungu watu wengi walishiriki katika jeneza yake. Sisi tulikuwa maimamu na wao waliswali swala ya jeneza nyuma yetu. Na mtu wa marehemu ni Salima Saba, sadr lajna wa Karachi, alikuwa mke wa Bana Dar Saheb. Tarehe 17 wa Machi 2018 amefariki. Alipata umri wa miaka 90. Baba yake
mir Elahi Bakhshab alikuwa sahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Alifanya bayat katika mwaka 1904 na mama yake aitwaye Mariam Begum Sahiba alisoma katika madrasa wa Qadian. 1946 Mir Sahib alioa na baadaye alihamia mji wa Karachi, na 1961 walihamia Iran. Wale kule kulikuwa familia 4 au 5 ya wanajumuiya kule, wakaanza kusali swala na Ijumaa. Mwaka 64 mume wake alifariki. Baada ya kufariki kwa mume wake alikuwa akikaa pamoja na ndugu yake Mir Manullah, na akaanza kusoma pamoja na kwa watoto, na akaanza kutoa huduma kwa kuwa sadar lajna, na akaanza kutoa huduma zake katika idara mbalimbali za lajna Imaillah. 1981 wakati kamati ya muntazima ilipoteuliwa, halifa watatu radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah ta'ala alimteua kuwa kiongozi wa kamati hii. Anasema halifa watatu aliponiteua kuwa mwenyekiti wa kamati, hali yangu ilikuwa ya aina yake. Nilikuwa siwezi kusema kitu chochote kama namna gani naweza kutimiza majukumu yote. Upande mmoja ilikuwa amri ya halifa, na upande mwingine mimi nilikuwa si mzoefu sana na nilikuwa sijui namna ya kufanya kazi. Kwa hiyo nikaanza kufanya maombi, nikafanya dua kwa kulia mbele ya Mwenyezi Mungu, nikaanza kufanya kazi na nikafanya vikao vya majlisi amila, na nikatembelea jamaat majalis mbalimbali, na nikawakumbusha wote kuhusu utii, na vile vile nikawakumbusha wafanye jihad dhidi ya bid'a na wasipoteze fedha yao na wasilete shutuma. Siku hizi hata huzuri anasema wanaume pia wanaleta shutuma, lakini huyu marehemu akasema hatutakiwi tulete shutuma dhidi ya nidhamu ya jumuiya, na vile vile akakumbusha kuhusu kufanya istighfar. Na vile vile aliendelea kumwandikia barua halifa watatu, anasema Mwenyezi Mungu alinisaidia kiasi hiki kwamba jumuiya ya Karachi ikaanza kupata maendeleo. Tangu mwaka 1961 alipoanza kufanya kazi ya lajna katika Iran, baadaye katika Pakistan. Katika mwaka 86 wakati ule halifa wa 4 rahimahullah taala akamteua kuwa sadr lajna wa Karachi. Tangu 86 mpaka 97 aliwahi kuwa sadr lajna wa Karachi. Kuhusu kuchapa vitabu alifanya kazi kubwa sana. Vitabu 60 na gazeti 2 lilitolewa wakati wake. Vile vile alianzisha klasi ya Dayani ilallah, na halifa wa 4 alifurahi sana kwa kupata taarifa ile, na alisema kwamba kufadhila za Mwenyezi Mungu anafanya kazi nzuri na kuombea kwa moyo wangu wote. Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika umri wako na katika furaha yako, na Mwenyezi Mungu awajalie wenzako wote wapate ujira mema katika dunia hii na katika akhira. Hazur anasema kuna matukio chungu mzima kuhusu huduma zake. halifa watatu na halifa wa 4 walisifu sana huduma zake. Katika barua moja halifa wa 4 alimwandikia, nimepokea taarifa ya kazi ya lajna. Mimi naheshimu sana shughuli zenu na naendelea kukuombea Mungu akupatie heri. Na Salma Mir Sahiba katika umri wa miaka 36 alikuwa mjane. Mume wake alifariki,
lakini hakuleta maneno ya kuto kumshukuru Mungu, bali kila wakati alimshukuru kila wakati, na alikuwa na mawazo mazuri, na vile vile alitaka watoto wake pia wawe na sifa hizi. Binti yake moja anasema, mume wangu akawa mgonjwa na ulikuwa ugonjwa wa mwisho. Salma Mir Sahib na mama alikuwa kwangu. Kitu kwanza aliponipatia ilikuwa malfuzat, na akasema wakati wa kufa kwa baba yako pia mimi nilisoma malfuzat, kwa hivyo wewe pia usome malfuzat ya Sayyidina alayhi salam. Alikuwa akisema kwamba mapenzi ya Mungu yanatakiwa yawe juu ya mapenzi yote. Binti ya marehemu anasema wakati ilipokuwa mwisho wa uhai wa mume wangu, daktari akasema nitie sahihi. Mimi sikuweza kujizuia, nikaanza kulia, na mama yangu akasikia mimi nalia. Anasema wakati ule mimi nilikuwa katika udhia mkubwa. Salma Mir Sahib alikuwa amekaa pale, na mume wa binti yake alikuwa anafariki, na binti yake alikuwa katika shida sana. Anasema mimi nilipokuwa karibu kutoka hospitalini, nikasimama kidogo karibu na mama yangu Salma Mir Sahib. Mama yangu akaniambia, wewe ni binti yangu, huwezi kuwa na hali hii. Mimi siwezi kusikia ulie sauti ya juu. Unatakiwa uonyeshe subra, na subra ni ile ambayo mtu anaonyesha katika hali ya awali, baadaye wote wanapata subra. Na vile vile akanisihi, mume wako alikuwa amana ya Mwenyezi Mungu, yeye amepokea amana yake, kwa hiyo usiwe na huzuni sana. Baada ya mabinti 4, mtoto mmoja wa kiume alizaliwa, lakini baadaye alifariki, lakini alionyesha subra sana, na akasema hii ilikuwa amana ya Mwenyezi Mungu. Alikuwa mtu wa kufanya maombi sana. Watoto wake wanasema alikuwa akidusihi mara kwa mara kwamba umsiache mapenzi ya uhalifa, bali muendelee kujenga mahusiano na halifa. Alikuwa akizingatia sana hijabu. Alipokuwa akiona udhaifu katika hijabu, alikuwa akisihi kwa njia nzuri ili mtu asione vibaya. Binti yake moja anasema, binti yangu moja alipata mchumba. Binti akasema, mimi nataka kwanza kuona mchumba. Tukamwambia mama yetu kwamba binti yetu asifunike uso, bali afunike kichwa tu. Binti yake anasema ilikuwa mchumba wa dada yetu mdogo, na yeye kwa kusikia hii akasema kwamba hata kama tunapata hii nikaa ifanywe au isifanywe, lakini yeye haruhusiwi kutoa hijabu katika uso wake. Binti yake moja alikuwa anafanya imtihani wa uderaiva katika Uingereza, kwa hiyo yeye akaenda pamoja na binti yake kwamba mimi sitakuruhusu aende peke yako. Watu walimfanyia dhihaka, lakini yeye hakujali, bali alienda na binti yake ambaye alikuwa anafanya mtihani wa uderaiva. Alikuwa akisema kuhusu hijabu kwamba kuna kitabu kilichochapwa na Lajna, ndani yake nasaha za mahalifa zimeelewa. Jina lake ni Orni Walion ke liye Phul. Alikuwa akisema kwamba ikiwa mnataka kupata maua, basi mnalazimika kuvaa hijabu, kwa sababu maua haya ni kwa ajili ya wale ambao wanavaa hijabu. Binti yake mwingine mjukuu wake anasema, wakati nilipokuwa karibu kuolewa, yeye akanipatia nasaha zilizotolewa na Hadhrat Nawab Mubaraka Begum Sahiba ili nisome nasaha zile. Anasema alikuwa hapendi wasichana wabaki nje kwa usiku sana. Katika college ikiwa kulikuwa function, yeye alikuwa akienda pamoja na mabinti zake. Hazuru anasema hata siku hizi pia kina mama wananiandikia kwamba wakeshe usiku miskitini. Hazuru anasema hii hairuhusiwi kwamba wao wakeshe usiku nje ya nyumbani.
alikuwa amekuja katika Chicago katika Amerika. Msichana mmoja akajaribu kucheza na kufanya dansi, na akasema kwamba uzime muziki, wewe hujui wale wanaocheza wanafanya dansi kuhusu wao Mtume sasa amesema nini. Yeye alimlea binti moja Mkristo na alimfundisha maombi mbalimbali. Hata yule binti alikuwa akisema mimi nusu nimekuwa mwanajumuiya. Bi Abdul Bari Nasir Sahib anasema kuhusu marehemu, Mwenyezi Mungu alichukua huduma zake kwa muda mrefu sana, lakini yeye hakubaki duniani, lakini wale waliopata malezi kutoka kwake wataendeleza shughuli zake na kazi yake. Marehemu alikuwa akituongoza namna gani tunaweza kufanya kazi vizuri. Yeye alikuwa hapendi jina lake litajwe, lakini alikuwa na hamu hii wale wote wanafanya kazi pamoja naye wao waweze kutoa huduma vizuri. Na wakati vitabu vilipochapwa, katika vile vitabu yeye aliwasaidia wasaidizi wake walikuwa wanafanya kazi kwa ajili ya kuchapa vitabu hivi. Alikuwa anaenda nje ya Pakistan mara kwa mara. Yeye alikuwa akiteua sadr mingine kwa ruhusa ya makao makuu ili kazi ya jumuiya isiathirike. Na wakati fulani mwanamke mmoja alipoteuliwa kuwa rais, yeye akampongeza na akasema kwamba hivi pia tunaweza kuwakaribisha viongozi wapya. Hazuru anasema baadhi wakati inatokea viongozi wengine hawakubaliwi na kibali haitolewi, hata kama wao wanachaguliwa wao wanaanza kuleta shutuma, lakini hii hali si sahihi. Kama mtu anapata kazi ya kutoa nafasi ya kutoa na huduma, anatakiwa amshukuru. Ikiwa yeye hakupata nafasi, basi hatakiwi alete malalamiko na mashtaka kwamba kwa nini mimi sikupewa nafasi. Vile vile marehemu alikuwa akifanya shughuli zote kwa hekima sana. Alikuwa mtu wa kusitiri aibu za wengine. Bi Abdul Bari Nasir Sahib anaandika kuhusu marehemu kwamba sisi hatujui namna gani alikuwa akisitiri aibu za watu wengine wote. Hazuru anasema kwamba sifa hii ni nzuri sana, lakini hata upungufu wake unapatikana katika wanaume siku hizi. Amtar Kudu Sahib kutoka Karachi anaandika Bi Salma Mir Sahib alikuwa mtu wa kupenda watu wote na mtu mwenyekevu sana, na yeye alikuwa akisifu sana shughuli za watu wengine, na alikuwa mtu wa bashasha sana, mwanamke wa mwenye bashasha sana. Kwa uso wa bashasha Mwenyezi Mungu alimpatia moyo mpole. Aliponiteua kwa sadar, nikamwambia eneo langu ni kubwa sana, mimi sina usafiri, nitafanya vipi kazi? Akasema usiwe na wasiwasi, karibu na nyumba yako binti yangu anaishi, ikiwa unataka kutembelea jamaati yeye atakupatia gari yake, au wewe niambie mimi nitatuma gari yangu. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi hata kidogo. Marehemu alikuwa mnyenyekevu hali ya juu, alikuwa akisaidia wafanyakazi. Secretary Ishaat wa Karachi anaandika Apa Salima Mir Sahiba, nimefanya kazi pamoja na Apa Salima Mir Sahiba tangu mwaka 1986. Nilimkuta yeye alikuwa mnyenyekevu wa hali ya juu. Wakati fulani mwanamke mmoja ambaye alirudi nyuma kidogo katika jumuiya, taarifa ikapatikana kwamba yeye ni mgonjwa sana na yeye ana tabarruk za jumuiya. Chini ya uongozi wa halifa wa 4 Apa Salima Sahaba aliwasiliana na yule mwanamke, lakini yeye alifariki
kwa hiyo hapa Salima Sahib akamwambia jamaa zake kwamba ikiwa huyu alikuwa na tabaruk za aina hii, sisi tunaweza kulipa ili tupate tabaruk ile, kwa sababu ilikuwa mwongozo wa halifa wa 4. kwa hiyo sunduku moja ilipatikana, na katika sunduku ile ilikuwa barua zilizoandikwa na Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam. kwa hiyo kwa hekima sana alichukua tabaruki hizi zote. Kila aliyeniandikia ameandika kwamba alikuwa mtu mwenye subra sana, na alikuwa na hulka njema, na alikuwa akitusihi sisi tujenge mahusiano mazuri na uhalifa, na vile vile alikuwa mtu wa kubaki juu ya mema, na alikuwa akitusihi kuhusu mema. Alikuwa akiwasihi watu wote wawe jamaa zake wengine. Alikuwa hafanyi hivi kwamba anadharau watoto wake na anawasihi watu wengine, bali alikuwa anawasihi wote vizuri. Alikuwa akimtegemea Mwenyezi Mungu sana, na alikuwa radhi pamoja na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu apandishe madaraja yake, aiweke roho yake mahala pema, na awajalie watoto wake waweze kuendelea na mema yake. Baada ya swala ya Ijumaa nitaongoza swala ya jeneza ya hawa marehemu wote wawili inshallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.